Taharuki imegubika ikulu ya Tanzania huku wakili Boniface Mwabukusi akiwasha moto mpya nchini. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali na kuomba subscribe. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika wakili Boniface Mwabukusi ameibuka hadharani na kutoa kinyago cha kutetea sifa na msimamo wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maandamano bara Mheshimiwa John Wekesa Heche, akisisitiza kuwa ni mtu mwema na mpigania haki na vilevile mtu asije akadanganywa na taarifa zinazomchafua. Katika ujumbe aliochapisha hivi karibuni kwenye mtandao wa X, Mwabukusi alisisitiza kwamba uzoefu wake wa moja kwa moja na Heche unaonyesha kiongozi mwenye nia ya amani na maendeleo ya demokrasia, akitaka Watanzania kuchunguza taarifa kwa umakini badala ya kuziamini mara moja bila ushahidi. Kauli hii inajiri huku mazingira ya kisiasa Tanzania yakiwa yamejaa na mvutano mkali kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 na hali ya uongozi wa upinzani ambayo imekuwa ikitanguliwa na mashinikizo ya kisiasa. Mashambulizi ya kimataifa kuhusu watu wanaoshikiliwa na mamlaka pamoja na hoja za udhibiti wa haki msingi za demokrasia. Na John Heche ambaye pia ni kiongozi wa juu wa Chadema amekuwa mstari wa mbele katika kupinga matokeo ya uchaguzi na ukandamizaji wa vyama vya upinzani. Mwabukusi alieleza kwamba kazi yao ya pamoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka jana pamoja na mazungumzo ya kitaifa yaliyojikita kwenye mchakato wa kutafuta suluhu ya masuala makubwa ya kisiasa yalimfanya aone kwa undani utu na nia ya Heche. Alisisitiza kwamba Heche amekuwa mstari wa mbele kushiriki kwa heshima na kwa nia ya kujenga mazungumzo ya kweli, akitoa ushauri wa kutokubali taarifa za upotoshaji zinazosambazwa mitandaoni. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za kisiasa, Chadema ilikataa kushiriki uchaguzi wa Oktoba mwaka jana kwa madai ya kutokamilishwa kwa mageuzi ya uchaguzi, lakini kuendelea kwa kubwa kwa chama hicho kulikuwa ni kutokana na mgogoro wa Tundu Lissu, kigogo wa chama hicho akikabiliwa na mashtaka ya uhaini, hali iliyopelekea kukamatwa kwake na wafuasi wengine wakiwemo Heche mwenyewe hivi karibuni baada na kabla ya uchaguzi. Na katika ujumbe wake, Mwabukusi pia alirejea tukio la kushambuliwa kwa wakili Daktari Charles Kitima alipokuwa akijaribu kutafuta suluhisho la pamoja kwa masuala ya taifa, akibainisha kwamba mashambulio kama hayo mara nyingi yanakaa kama kikwazo cha mchakato wa amani na utekelezaji wa demokrasia. Hii inaonyesha ushahidi wa dhana pana kwamba tahadharishi za kisiasa haswa nchini yameathiri ushiriki wa viongozi wa upinzani na wakosoaji wa serikali. Mchakato wa mazungumzo ya kitaifa uliotajwa na Mwabukusi umejikita katika mbinu ya kushiriki vyama vya siasa pamoja na makundi ya kiraia na taasisi mbalimbali za kijamii. Miongoni mwa wadau waliohusika katika mazungumzo haya yalikuwa ACT Wazalendo, CUF, madhehebu ya dini kama vile Chama cha Kristo Tanzania CCT, BAKWATA pamoja na mashirika ya kiraia kama TAMWA, TAWLA na THRDC. Mpango huu ulikuwa ukilenga kuinua ngazi ya majadiliano na kupunguza mgogoro wa kisiasa ambao ulikuwa umetajwa kuwa mkubwa kabla ya uchunguzi mkuu. Mchakato wa mashirika ya THRDC, Tanzania Human Rights Defenders Coalition, katika kuunda nafasi ya mazungumzo unaohusisha vyama vya siasa na wananchi umeonekana kuwa msingi wa kujenga jamhuri thabiti yenye uwajibikaji. Hata hivyo, kama baadhi ya wadadisi wa siasa wanavyopendekeza, mapambano ya kisiasa hayakuwa na usawa kutokana na ukandamizwaji wa vyama vya upinzani na kuchanganyikiwa kwa mazingira ya kisiasa kwa ujumla. Katika mfululizo wa hoja zake, Mwabukusi alitoa udhihirisho dhidi ya Chama cha Mapinduzi ama ukipenda CCM, akidai kuwa mara nyingi chama hiki kilikataa kushiriki mazungumzo ya kujenga suluhisho kwa muda mrefu na mara nyingi kilifanya kwa mwelekeo wa kukwamisha. Alieleza kwamba CCM ilipokea mwaliko wa kushiriki kwa gharama kubwa, lakini ilibakia na msimamo wa kutoshiriki kikamilifu. Taarifa hizi zinajiri wakati ambapo Chadema na vyama vingine vya upinzani vimekuwa vikikosoa masharti ya uchaguzi, akisema kwamba hakukuwepo uwiano wa nafasi sawa.
na kwamba misingi ya uchaguzi haina uwazi wa kutosha. Katika tamko lililotangazwa na Heche Disemba 11 mwaka jana, Chadema ilisema uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 haukuwa halali, ikidai kwamba kulikuwa na uingiliaji wa serikali na kukiukwa kwa misingi ya uhuru wa vyama vya siasa. Uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka jana umekuwa chanzo cha mjadala mpana wa kisiasa, kimataifa na kisheria. Chadema ilikana matokeo yote ya kutamka kuwa hayakuwa halali. Heche alidai kuwa mchakato huu ulikuwa umetawaliwa, ulitetea upinzani na kusababisha wawekezaji wa haki za binadamu na mashirika ya kiraia kukosoa hali hiyo. Na kwa upande mwingine, serikali ilidai uchaguzi ulijulikana kuwa na wa haki na wenye ushiriki wa kutosha, ingawa baadhi ya mashirika ya kiraia na vyama vya nje ya nchi yalilalamika juu ya ukandamizaji wa upinzani na ukosefu wa ushawishi wa uhuru wa vyombo vya uchaguzi. Muda mfupi kabla ya uchaguzi, viongozi wa upinzani pamoja na John Heche na Tundu Lissu walikabiliwa na mateka ya kizuizi, ikiwa ni pamoja na mashtaka ya uhaini dhidi ya Lissu na utekelezaji wa masharti ya kisiasa dhidi ya Chadema. Kwa mfano, Oktoba tarehe 22, Heche alikamatwa na kutoa mashtaka yanayohusishwa na vitendo vya ugaidi, na ni jambo ambalo chama chake na mashirika ya kiraia yalilalamika kama vitendo vya kisiasa vya kuzuia upinzani. Taarifa za mashirika ya haki za binadamu yameonyesha kuwa tukio hili limeibua maswali kuhusu ulinzi wa haki za msingi za kujieleza na kushiriki kisiasa chini ya katiba ya Tanzania na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Hii inaonyesha jinsi hali ya kisiasa inavyoweza kuathiri usalama wa ushiriki wa viongozi wa upinzani. Kauli ya Mwabukusi inayoonekana sio tu ya kukabidhi Heche sifa, bali pia ni mwito wa wananchi wa vyombo vya habari kufuatilia ukweli wa taarifa kabla ya kupitisha mitazamo ya kisiasa bila ushahidi thabiti. Katika mazingira ya siasa zinazoendelea, uwezo wa walio wasomi na taasisi huru kama TLS kuzungumzia masuala ya siasa bila vitisho ni muhimu kwa mustakabali wa demokrasia nchini. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, kesi kama hizi zinaleta maswali makubwa kuhusu mtazamo wa uhuru wa kisiasa, haki za msingi na uwajibikaji wa viongozi wa umma dhidi ya upande wowote wa vyama vya siasa. Na sote haya ni sehemu ya mchakato mpana wa kujenga utawala wenye vigezo vya haki, uwazi na usawa. Na katika muktadha huu, hoja ya Mwabukusi zinaonyesha matarajio ya jamii ya kiraia kwa viongozi wa visiasa ama wa kisiasa ambao wanapaswa kuendana na viwango vya elimu ya haki, utawala bora na demokrasia ili kulinda msingi wa nchi huru ya haki na salama kwa wote. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPal, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi na zingine kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.